Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Muda wowote kati ya leo ikiwa ni tarehe 18 Novemba hadi tarehe 21 Novemba, mkutano mkubwa utaandaliwa na Samia Suluhu na kisha viongozi wa upinzani Chadema wataalikwa Ikulu Dodoma kwa mazungumzo ya maridhiano. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa urefu. Hali ya kisiasa nchini Tanzania inaingia katika wakati mgumu, huku taifa hili likitarajia mkutano mkubwa wa maridhiano au mazungumzo unaotarajiwa kufanyika kati ya Novemba tarehe 18 hadi Novemba tarehe 21. Hii ni baada ya ripoti mpya kuchipuka leo, na pia mkutano huu utawakaribisha viongozi wa upinzani, hasa wale wa Chadema na viongozi wengine ambao wanatoka vyama tofauti vya upinzani katika mazungumzo ambayo yametajwa kuwa adimu ya kihistoria yenye lengo la kutatua mvutano wa kisiasa ulioongezeka baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Vyanzo vya habari ndani ya duru za serikali na upinzani vinathibitisha kwamba maandalizi tayari yameanza ndani ya maeneo ya madaraka, huku kukiwa na matarajio kwamba mazungumzo hayo yanaweza kufafanua upya mwelekeo wa kisiasa wa nchi. Wakati huu unakuja wakati Jumuiya ya Madola sasa imezindua rasmi mchakato wa kuunga mkono juhudi za maridhiano ya Tanzania, na sasa imemteua rais wa zamani wa Malawi Daktari Lazarus Chakwera kuwa mjumbe maalum wa katibu mkuu. Wa zamani wa Malawi Daktari Chakwera ndiye atakayekuwa mpatanishi kati ya upinzani na utawala wa Samia Suluhu Hassan katika mazungumzo hayo ambayo yatafanyika wakati wowote kuanzia leo hadi tarehe 21. Daktari Chakwera ambaye anawasili Tanzania kwa misheni ya siku 4 kuanzia Novemba tarehe 18 hadi tarehe 21 anatarajiwa kuwa na jukumu muhimu la upatanishi, akishirikiana na viongozi wa serikali, vyama vya siasa, asasi za kiraia na viongozi wa kidini na washirika wa maendeleo. Uwepo wake rais huyo wa zamani wa Malawi nchini Tanzania unaashiria kwamba jumuiya ya kimataifa inatilia maanani sana mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania kufuatia miezi kadhaa ya mvutano. Katika ziara hiyo yake leo, Chakwera atakutana na wadau mbalimbali wa kitaifa akitaka kuanzisha mazungumzo jumuishi kuhusu haki za kisiasa, utawala wa mageuzi ya kidemokrasia. Mashauriano yake yanalenga kukusanya ufahamu na kuunda mwafaka wa jinsi Tanzania inavyoweza kusonga mbele baada ya mizozo kuhusu uaminifu wa uchaguzi na maandamano. Madai ya upinzani pia ya ukandamizaji pia yataweza kuzungumziwa pakubwa, pamoja na usalama ulioshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba na mambo yote ambayo yalitokea. Mazungumzo hayo yataweza kuleta maridhiano. Ujumbe huo umeelezwa kuwa ni hatua ya haraka kuelekea kujenga maelewano ya muda mrefu ya kisiasa. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Shali Bochwei ametangaza uteuzi huo kwa imani kubwa, akisisitiza uongozi wa Daktari Chakwera, rais wa zamani wa Malawi, na uelewa wake wa mienendo ya kisiasa ya kikanda. Alisema kuwa uzoefu wake na tabia ya kidiplomasia itakuwa muhimu katika kukuza mazungumzo yenye kujenga miongoni mwa wanasiasa wa Tanzania. Katibu mkuu aliongeza kuwa ushirikiano wa Daktari Chakwera utaweka kipaumbele kanuni za uwazi, ushirikishwaji na uwajibikaji, maadili ambayo Jumuiya ya Madola inayaona kuwa muhimu kwa mataifa yanayokumbwa na mvutano wa kisiasa. Alieleza matumaini yake kuwa ujumbe wa mjumbe huyo utaashiria mabadiliko katika umoja, uponyaji na kujenga uaminifu wa kitaasisi miongoni mwa Watanzania wote. Matamshi yake yameibua matarajio kwamba mchakato huu unaweza hatimaye kusukuma serikali na upinzani kuelekea maelewano yenye maana. Daktari Chakwera, rais huyo wa zamani wa Malawi ambaye anakuja kuleta maridhiano na mazungumzo Tanzania, kwa upande wake ameonyesha heshima kubwa kwa kuteuliwa na kusisitiza utayari wake wa kuwezesha mazungumzo hayo. Akiwa jirani ya Tanzania na kiongozi anayefahamu mabadiliko ya kisiasa, alibainisha kuwa amefuatilia kwa karibu maendeleo ya kisiasa ya Tanzania na anaamini mazungumzo ya kweli yanaweza kuzuia mgawanyiko zaidi. Chakwera pia alisisitiza umuhimu wa kusikiliza pande zote, akisisitiza kuwa amani ya kudumu inaweza tu kujengwa kwa haki na kuheshimiana. Ataandamana na naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Profesa Luis Franceschi ambaye amekuwa na mchango mkubwa katika kusimamia mipango ya utawala wa sheria ndani ya shirika hilo. Kwa pamoja watakusanya maarifa ambayo yataunda mbinu ya diplomasia ya ofisi bora
za Jumuiya ya Madola, utaratibu wake wa kuzuia migogoro na kusaidia mabadiliko ya kidemokrasia Tanzania katika nchi na wanachama. Juhudi hizi za mazungumzo ya maridhiano zinakuja wakati nchi bado inakabiliana na matokeo ya maandamano ya siku 3 ya nchi nzima yaliyotokea Oktoba tarehe 29, tarehe iliyokuwa ya uchaguzi mkuu uliozozaniwa. Maandamano hayo yaliyoenea katika miji mikuu ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Dodoma yalisababisha vifo vingi, majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi. Ofisi kadhaa za CCM zilichomwa moto, barabara kuwekewa vizuizi, matairi kuwashwa moto na mapigano kati ya raia na vyombo vya usalama yalizidisha mgawanyiko wa kisiasa. Wachunguzi wa mambo wanasema ukubwa wa uharibifu huo unaonyesha jinsi Watanzania wengi wanavyofadhaika na kuhisi uchaguzi haukuwa na haki na uwazi. Maandamano hayo ya awali yaliangazia malalamiko ya kijamii, kiuchumi na kisiasa ambayo yamekuwa yakijengwa kwa miaka mingi, ikiwa ni pamoja na wasiwasi kuhusu kupungua kwa nafasi ya raia, vikwazo vya haki za upinzani na madai ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi. Mashirika ya haki za binadamu awali yaliandikia matukio kadhaa ya kukamatwa kiholela na vitisho, na hivyo kuongeza uharaka wa mazungumzo hayo ya kitaifa ya maridhiano ambayo yatatendeka hivi karibuni. Katika mazingira haya ya misukosuko, mkutano ujao kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na uongozi wa Chadema pamoja na Daktari Chakwera ambaye ni rais wa zamani wa Malawi na vyama vingine vya upinzani umekuwa kitovu cha kitaifa na kugonga vyombo vya habari siku ya leo. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kugusa masuala muhimu kama vile mageuzi ya uchaguzi, ulinzi wa haki za binadamu, uhuru wa kukusanyika na mustakabali wa demokrasia ya vyama vingi. Vyanzo vya habari vilivyo karibu na mijadala hiyo vinaeleza kuwa Chadema inakusudia kuibua wasiwasi kuhusu namna viongozi wao wanavyotendewa katika kipindi hiki cha uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kukamatwa, kuwekewa vikwazo na kufuatiliwa vikali. Hata hivyo, Chadema wenyewe bado hawajazungumza na kusema ya kwamba watakubali mwaliko huu wa mazungumzo ya maridhiano au la. Vyama vingine vya upinzani pia vinatayarisha mapendekezo yao wenyewe kwa matumaini kwamba ushiriki huu utaleta njia ya kudumu ya mazungumzo ya mara kwa mara ya kisiasa. Kwa Chadema, mwaliko huo unawakilisha fursa adimu ya kukabiliana na serikali moja kwa moja kuhusu masuala ambayo kwa muda mrefu yalizingatiwa kuwa ni mwiko katika utamaduni wa kisiasa wa Tanzania. Wachambuzi wanaamini kuwa upinzani pia utadai muundo wa kisheria ulio wazi zaidi ili kuzuia uingiliaji mwingi wa polisi katika shughuli za kisiasa. Vyama vingine vya upinzani vikiwemo ACT Wazalendo, NCCR, Mageuzi na CUF pia zinatarajiwa kushiriki katika mdahalo huo na kuongeza uzito na utofauti wa majadiliano hayo. Ushiriki wao unaonyesha maelewano yanayokuwa katika misingi ya kisiasa ambayo Tanzania haiwezi kumudu kuendelea katika njia ya makabiliano na ukosefu wa utulivu. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika habari ama video au taarifa hizi. Ningependa unijuze maoni yako kuhusiana na swala hili la mazungumzo ya maridhiano kati ya Chadema, chama tawala na vyama vingine vya upinzani. Vile like video hii kisha subscribe chini ya video hii na ubonyeza alama ya kengele. Vile gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.